Mimi nimekuja kufanya kazi, wananchi kibao. Nimepita nyumba zaidi ya 15 nakimbia. Kama sio pumzi. Sasa ndio mshaniua kule. Okay, kufuatia sitofahamu ambayo alikuwa anaendelea kwenye mitandao ya kijamii siku ya jana kuhusiana na bouncer ambaye alikuwa anaonekana akiwa yuko chini ya ulinzi mzito, na hii inasemekana kwamba palitokea vurugu ya hapa na pale, lakini tumeweza kumtafuta ili aweze kutuambia nini kilichotokea, shida ilikuwa ni nini. Mimi ni Ibrahim Hilary, ungana nami kwa ajili ya update hii. Baada ya sitofahamu ya jana, mwamba leo tumemtafuta na tumempata, na majukumu yanaendelea kama kawaida. Kama kawaida. Unyama lakini? Unyama mwingi vipi? Okay. Sawa vipi? Lakini uko sawa lakini? Mimi niko poa kabisa. Maumivu nini? Mimi bwana, kwa sababu tushazoea harakati hizo, mimi niko vizuri, niko poa kabisa. Kama unavyoniona hivi. Mengi sitofahamu kwa sababu ni harakati zetu za kazi. Ndio imetokea vile tulikuwa nakabidhisha nyumba, ndio hivyo. Sasa unajua tuna katika harakati ni nyumba anakuwa na hasira, kama alishakopea mkopo nyumba ameshindwa kulipa. Kwa anakuwa na hasira, akaenda kaita tu wauni tu huko. Wakaja kunivamia, lakini kunivamia hawakunigusa mwilini kwangu, zaidi yakuwa na bonda mawe, mapanga visu hivyo. Lakini mimi kujiamini na mimi nikatoa silaha yangu kwamba mimi nina mafunzo ya kuchezea kisu. Kwa mkinivamia, mkinigusa mwili wangu, mimi hapa kwa kweli damu kiujumla itamwagika. Nyie subirini serikali ije, defender ije, hivyo itaonekana nani mbaya. Na defender ilivyokuja nini katokea sasa? Ukawekwa kwenye defender, sio? Sasa mimi sijawekwa kwenye defender. Mimi nilikuwa leo ni usalama wangu niende kituoni nikapatia Arabi na Plef3. Sawa, ila kuna mtuhumiwa katika lile kundi la vijana ndiye alikuwa amewekwa kwenye defender pale amelala. Mimi nilikaa kwa ajili ya msaada niende kituoni pale nikachukue Plef3 na Arabi. Baada ya hivyo nikaenda nikatibiwa vimekwaruzo vyangu hivyo hapa na pale, ndio hivyo. Kwa hiyo nikaenda nikatibiwa, then baadaye nikarudi nyumbani. Ndio hivyo. Mimi nimekuja kufanya kazi, wananchi kibao. Nimepita nyumba zaidi ya 15 nakimbia. Kama sio pumzi. Sasa ndio mshaniua kule. Watu wafanye mazoezi. Bila pumzi walishaniua kule. Mimi mazoezi nafanya brother. Si ndio hapo? Hapo wanakuchukulia wao. Yaani bila pumzi mimi ningekuwa nimeoa kule. Tatizo anaangalia. Na pale ulipobananishwa pale walikufungulia naomba niache bwana. Unanichosha bwana. Yaani mimi unanichosha bwana. Moisa. Niache. Moisa unachoshwaje na maguvu yote mngazio ungeweza kupiga sarakasi. Karuka juu ya bati. Sasa mwanangu ana mafuta yamemsaidia, angepigwa angeumia sana. Aisee, haya yamemsaidia. Kupigwa panga moja. Unaona dogo kanipiga panga, unaona panga ile. Dogo kanipiga panga dogo moja. Vuta hiyo ngojo. Dogo kanipiga panga. Unajua hata kuonyesha majeraha rafiki yangu. Haina shida, acha hivyo sitaki kuonyesha. Ila dogo kanipiga panga kwa sababu mimi ni raia mwema. Ikija serikali mtaangalia kama mimi ni mwizi au tapeli. Wote wamenipiga na mapanga. Katika maambushi zote ambayo umekuta wakifanya kuondoa, polisi wanakuepa. Mwandishi wa habari, yani mimi wewe nielewe kitu kimoja, nikwambie kitu kimoja. Sawa? Mimi nafanya kazi iliyonyoka, nielewe hivyo. Sawa brother, nimekuambia. Siku zote unafanya bila polisi. Yani nafanya huo wote wanapewa taarifa. Si unanielewa Kiswahili? Huo wanapewa taarifa mote. Hawezi akaja mtu bila taarifa kwenye nyumba ya mtu. Taarifa kote zinapita. Sawa brother? Wewe ni hoji unavyoweza wewe, lakini mimi nitakujibu hivyo. Wale tulishamaliza kazi wameshaondoka. Yani mimi nilikuwepo kwa ajili ya kuangalia, tulikuwa wawili, mwingine ameondoka na document. Kwa hiyo mimi hapo pale tulikuwa tumbaki wawili. Kuja kufanya kazi. Kwa tumefanya kazi vizuri, na huyo boss wangu muone fanya naye kazi. Ni muda mrefu sio leo. Yuko barabarani Negoba pale anaitwa JJ. Ndio na namba atakimpizi hapa, atakija pale na shida. Yaani vyote meneja si akatuambia kote kashapitia kote huko. Akaniambia kashapitia kote vyote kama na document alitukabidhi sisi. Na mlipokuja mlikuwa na viongozi hao serikali ya mtaa. Sasa vile yani pale kiongozi. Unajua kazi hizi hapa wao watendaji si wanaogopa kuonekana macho kwa wananchi. Lakini kote ameshapitia hata ukimpigia meneja. Nafahamu kuna viongozi usalama wa raia, polisi ambao kidogo hata angalau sio kukusaidia. Yaani meneja wangu mimi ameniambia kote wameshapita huko, ametoa taarifa kote. Kutoa taarifa si tatizo. Ndio kuja kusimamia kazi yako kama unasema ndio hivyo sasa, yani kote mimi nimefanya kazi iliyonyooka. Tena wamechukua na kisu changu. Mimi kwa vyote vilikuwa furu kwenye mavazi yangu mimi. Na mimi mpaka kukimbia hapa ni nyumba karibu ya 7 ndio nimejitetea mpaka hapo. Yaani ningekuwa mimi sina pumzi, kule angeniua kule. Mimi kote nakimbia nakuja mpaka huku. Yaani nimepambana mimi na nguvu zangu kukimbia, kuomba msaada. Hamna mwenye nyumba anayenifungulia. Wote mlikuwa kuna lile kundi. Wewe kiduku.